Na shughuli za dharura za uokoaji zinaendelea katika eneo la Ololua, Kajiado Kaskazini, baada ya jengo la ghorofa 8 lilokuwa likijengwa kuporomoka na vifusi kuwafunika watu wapatao 4. Maafisa hata hivyo wanasema jitihada za uokoaji zinatatizwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Katika eneo la Ololua, jengo linaning'inia nusura liporomoke baada ya kuporomoka upande mmoja alasiri na kupelekea kuchukuliwa kwa hatua za haraka na makundi ya kutoa huduma za dharura na maafisa wa masuala ya mikasa. Maafisa kutoka kitengo cha kushughulikia mikasa wamesema shughuli za uokoaji zinaendelea kwa makini kutokana na hofu kuwa eneo la jengo hilo lililosalia huenda likaporomoka. Ilikuwa 11:40 about and tukasikia very loud bang, ni kama ilikuwa like an earthquake. Kutoka nje tukakimbia tukapata the building behind us. The National Security Advisory Committee wameelezwa na wameactivate all the other teams ambazo zinahitajika hapa, so tunazitarajia hapa so that tuweze kujua jinsi ambavyo tuta approach hili janga, because hatuwezi ingia. Tumeangalia tukaona tukiingia direct tunaweza hatarisha maisha ya wale ambao watakuwa wanajaribu kuokoa. Jitihada za uokoaji zimetatizwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha eneo hilo na kufanya kuwa vigumu kufikia eneo la mkasa kwa wanaotoa huduma za dharura. Kumekuwa na mvua nyingi sana, na tunapoangalia hilo eneo la janga tunaona ya kwamba bado ni hatari sana. Inahofiwa ya kwamba kuna watu 4 ambao wako kwenye vifusi pale, lakini hatuwezi kuingia direct hivyo. Wakati huo huo, wakazi wenye hofu walikusanyika kwenye eneo hilo wakihofia usalama wa wale walio kwenye vifusi, wakitaka uokoaji wa dharura. Kuna majamaa ambaye walibaki hapo ambaye ni 4 na hatujafaulu kuwapata. Sasa sisi tulikuwa tunaomba watu wa rescue team wakuje kwa haraka, at least tujue kama kuna wenye at least kama wako uhai, at least tuone venye wanaweza saidika. Hata kama yuko uhai, at least tuwaone, watolewe, ndo tujue tutafanya aje. Sasa swali ambalo tunajiuliza, kama nyumba imejengwa kwa njia ya maji na maengineers wale ambao wanahusika na mijengo hawakukuwa area, what do we expect? Makundi ya kushughulikia hali ya dharura yaliweka vizuizi kwenye eneo hilo yakihofia kwamba jengo litaporomoka wakati wowote. Teresa Mutai, Dira ya Magwiji.